Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson kutokea katika eneo ya hapa mji wa Walikale. Muda wetu wa habari huyu, muda wa saa 12 na dakika saa 21. Kwa sasa nimewaletea kipindi kinaendelea kupatikana katika eneo tofauti ndani ya media. Mashabiki zangu uko eneo gani? Endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea comment hapo, kwa sababu ili muda wetu wa habari wa jioni kuwapasha habari ya jioni. Kwa sasa mambo inaendelea kubadilika katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa ngoja niwapeleke katika uwanja mapambano vita haraka haraka, kwa sababu sitaki niwacheleweshe, kwa sababu nasikia kichwa kimeendelea kuniuma sana. Nataka niongee kitu hapa. Katika kitu nataka kuwapasha habari leo. Habari ya jioni ni hili. Kwa sasa katika eneo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ya Sud Kivu, eneo ya Mikenge, na katika eneo ya Karara, na katika eneo ya Angola, na katika eneo ya hapo Point Zero. Kwa sasa watu wengi kwa sasa wanaendelea kusherekea sana hatua. Kuna wanajeshi wa raia ama population pamoja na wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kusherekea sana, kusema tayari Koloneli Wilingoma tayari kukufa kwake imeleta furaha sana kwa wakaaji kutokea eneo ya Sud Kivu. Na tukielekea katika eneo ya Nord Kivu, tumeona tayari katika eneo inaitwa Kiberiza na katika eneo inaitwa sehemu tofauti katika uwanja eneo popote. Tukiweka katika muji kwanza tayari wa Rubaya, wakaaji ama population wote wako wanafanya manipulation katika kwa barabara. Kwa kweli furahia kusherekea zaidi katika, kama wanasema tayari FARDC imefanya jambo kubwa zaidi la kurejesha amani katika eneo ya Rubaya. Lakini taarifa iko hivi, jinsi watu wanaendelea kusherekea katika mara kwa mara. Kumbuka mwanajeshi mwenye ako uwanja mapambano na yeye anaendelea kujipanga katika uwanja mapambano. Ili ni taarifa nawaletea sasa kuwapasha habari liko hivi. Tangu muda wa saa 7 kamili mapigano imeanza katika eneo muno wa katika eneo ya hapo muji ama katika teritware ya hapo Kalehe katika degroupement ya Minova. Kwa sasa mambo gisi inaendelea huko. Kumbuka kitu moja, vita imeanza muno kwa sasa. Kumbuka kwa sasa habari yenye yupo ni hatua tayari kifo ya Koloneli ya William Ngoma. Kukufa kwake haijakuwa na tangazo lolote la kwa sasa, kama tayari M23 imetangaza kama kifo ya kiongozi huyu kukufa kwake, lakini bado watu hawajajua dalili gani litatokea baadaye. Na hatua ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hakuna hata furaha moja, hakuna hata kitu inaonyesha tayari wako tayari kufurahia kama tayari wamefanya kitendo kubwa. Kumbuka kitu moja, kuna muhuri tayari imesainiwa na ama mainchi kigeni kama tayari usalama ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya waasi M23 na wanajeshi wa FARDC wa Rais Kisekedi Chilombo. Na kwa sasa katika taarifa yupo ni hivi, katika eneo yoyote kwenye kuna mapambano kwa sasa, mambo inaendelea kuzongota katika eneo yote ilikuwa imeshashikwa na wanajeshi wa waasi M23. Kwa sasa wanajeshi wa FARDC na wazalendo wameendelea kudhibitisha katika eneo hiyo. Mchana wa leo operation imeendelea katika eneo hiyo katika muda wa saa huyu. Saa hizi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa wazalendo wamesha kuchukua eneo 4. Wamesha kuchukua eneo 4 katika eneo ya Nord Kivu, katika eneo ya Rubaya. Wamesha kuchukua eneo inaitwa Kabase, na katika eneo inaitwa Kashasha, na katika eneo ingine inaitwa Katare, na katika eneo inaitwa Matanda, na katika eneo ingine inaitwa Karuba, na katika eneo inaitwa Lushebero. Hizi ni eneo tayari
zimesha kuzingatiwa tayari na wanajeshi wa FARDC na wazalendo, na kwa sasa mahali wanajeshi wa waasi wako sasa ni eneo inaitwa Sake. Hapo ndio kwenye wanajeshi tayari wa waasi wamekimbilia, wako katika eneo ya Sake, kwa sababu hapo ndio kwenye kituo cha headquarter ya wanajeshi kwa sasa wa waasi M23 wako katika eneo ya Sake na katika eneo ya hapo Rubaya. Na watu wangu, hii ni habari inaendelea kuingia katika taarifa tofauti, na kwa sasa muda wetu wa jioni ni taarifa nawaletea moja kwa moja katika kifo ya mwanajeshi huyu ama kiongozi huyu anaitwa Willy Ngoma, inasababisha wazalendo kuwapea nguvu na kuwapea moyo, na wanajeshi wa FARDC wanasema hakuna kitu akiwezekane. Hiyo ni mtandao, hiyo ndio maswali wanazungumza, na tumeona viongozi kutokea mji wa Uvira wamezungumza tayari kama tayari Willy Ngoma tayari amekufa, nao wamesema tayari wamesherekea. Hao ni wanajeshi wa wazalendo, lakini tukielekea katika uwanja wa mapambano, mji wa Uvira nako sio kuzuri. Eneo ya Uvira kwa sasa nako kumeendelea kuharibika. Hatua wanajeshi wa Twirwaneho na wanajeshi Ngumiro wanaendelea kupambana na wanajeshi wa wazalendo katika eneo popote. Na kwa sasa mambo ya vita kwa kweli, watu wamejiuliza maswali mengi kusema kama Koloneli Willy Ngoma tayari amefariki na amesha kukufa, sio kusema tayari amefariki, amekufa. Kwa sasa wanajeshi ama waasi M23 wanataka kufanya nini? Wanapanga nini kwa sasa? Na watu wamejiuliza maswali mengi kupitia porte parole Lawrence Kanyuki. Amezungumza mambo mengi sana kupitia X. Amesema tayari, kwa sababu amesema tangu vita ilianza katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia hatua kulikuwa usalimiano ama kusema nini, kurejesha amani kati ya waasi M23 na FARDC, kwa sababu walikuwa na maongezi ni je, watabidi washirikiane ili kurejesha amani katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini serikali ya Kongo haijakubaliana na hiyo mkataba gisi ilikuwa imezungumza hivyo. Kwa sasa jeshi la Kongo limeenda kinyume na gisi katika makubaliano ilikuwa imekubaliwa, na katika eneo ilikuwa katika eneo ya hapo Angola. Na watu wengine wanasema amezungumza kusema kama tayari hii inaweza kuwa kama ni saliti ilikuwa katika eneo ya Angola katika mapatishano ya wanajeshi ya waasi M23 pamoja na FARDC. Hii ni meseji kutokea katika katika X ya porte parole anaitwa Lawrence Kanyuki. Na kwa sasa watu wamejiuliza mengi zaidi, na mpaka wanajeshi wa M23 wamebaki kinywa wazi zaidi kwa kifo ya kiongozi huyu. Walikuwa unakumbuka kiongozi aliyofariki mwezi wa kwanza Castro hatua alikufa, mambo haijakuwa kubwa zaidi, wakazi iliendelea kabisa muno. Hatua kiongozi wa wanajeshi wa Twirwaneho alikufa, anaitwa huyo alikuwa Makanaki, alikuwa katika eneo ya Uvira. Iliacha kinywa zaidi kwa wanajeshi wa Twirwaneho pamoja na Ngumino huko pamoja na wanajeshi wa waasi M23. Hatua alikufa, walikuwa hawajajiunga pamoja wawe chama moja, kila hao walikuwa wakipigana upande wao, na kwa sasa kifo yake ilisababisha wanajeshi wa waasi washikane mkono ili waende kupambana na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua mwezi wa kwanza wa kiongozi ama kiongozi huyu Castro alikufa eneo ya North Kivu, nayo iliacha kinywa kwa kweli sio zaidi, kwa sababu Willy Ngoma alikuwa na strategy ya kupanga wanajeshi ama kama gisi General Sultana Makenge. Kwa sasa ukisikia amekufa, inaweza kuwa changamoto kwa wanajeshi wa waasi M23. Kuna wale tayari wanaweza kuanza kutoka ndani ya chama hicho. Kumbuka tayari kwa sasa maswali wengi wanajiuliza, ilikuwa tayari huyu ni General Sultana Makenge amekufa,
vita ingeendelea ama tayari wangeinua mikono juu, ama vita ingeendelea vipi, ama kuna mtu mwingine ako ndani ya chama cha waasi M23 hawajataka kumtambulisha ili ajulikane, ili General Sultana Makenga akikufa huyu anaweza kubaki nafasi anaongoza, ama kuna wale wengine wanaendelea kufunza kwa sababu General Makenga sana anaweza kufa ili mwingine anaweza kumiliki chama hicho. Na kama tayari Gisi Ulimgoma amekufa, tayari walikuwa wamesha kupanga tayari kuna mwingine anaweza kukomboa. Kwa sababu kumbuka, katika uwanja wa mapambano viongozi wanaweza kufa. Kwa sababu gani? Ama mwanajeshi anao uwezo wa kupambana anaweza kufariki. Na kama Gisi mnajua, ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ama ndani ya wazalendo kuna wale viongozi walikufa, mnakumbuka, lakini chama hakijakufa, wanaendelea kujikusanya na wanaendelea kuweka mwingine. Na ndani ya waasi nao Koloneli Wilingoma kukufa kwake, watu wengi wanasema tayari chama hichi kimezibwa, kinaweza kuacha vita. Lakini kumbuka kitu moja, hao wanajeshi wamejipanga mno, na kwa sasa maswali ni moja, ndani ya chama cha waasi Gisi tunavyosikia kwenye inaongeleka kwenye perere wanasema kama tayari kuna wasaliti, na ndani ya waasi kuna Gisi wanakaguanga wasaliti na wanawajua. Kwa sasa mpaka kwa sasa hatujakuwa na habari kamili tayari wakuje kukonfirme Wilingoma amekufa na wakuje kupeana tayari amekufa kuhusu nini, hawajasema hivyo. Na kwa saizi wanaendelea kufanya ukaguo, wanaendelea kuchunguza moja kwa moja, wanaendelea kuangalia ni nani msaliti ndani ya jeshi ndani ya wanajeshi ya waasi. Wanaendelea kuangalia au watu wanaendelea kuchukua kuwaleta ndani ya kijeshi au ndio wanaweza kuwa ndani ya usaliti, kwa sababu kumbuka kimoja, kwa sasa mambo inataka kuja kubadilika kwa hatua. Viongozi vya chama vya waasi vinazungumza kusema maongezi ilikuwa ndani ya serikali na ndani ya waasi wameachana na stori kama hiyo, wamekuja katika uwanja mapambano upya. Watu wangu, hii ni ndani ya media Bukavu TV, niwaletee habari na kuelewa na kufafanulia kila kitu kinaweza endelea ama kitu kinaweza kuhappen. Mimi mwenyewe nawapatia habari kutokea ndani ya media Bukavu TV. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kufikie mara moja, ama sio? Nawapenda sana watu wangu, na Mungu endelee kuwabariki. Muendelee kunisikiliza mara kwa moja, muendelee kufanya subscribe, muendelee kupartage kwa kila mtu yote, muendelee kutuma ujumbe kila mahali tofauti, kwa sababu hii ni media Bukavu TV. Kwa sasa ngoja niwapeleke katika mji wa Shabunda. Kwa sasa habari inatokea mji wa Shabunda. Kwa sasa wazalendo kutokea mji wa Shabunda wote wanakuja kwenye uwanja wa mapambano tangu tarehe 24, ilikuwa ni muda wa saa 7 mchana. Kusikia tayari kiongozi wa wanajeshi wa waasi anaitwa Koloneli Wilingoma amefariki. Wamesema wanakuja kupeana raforo kwa wanajeshi wenzao kutokea eneo popote kuna uwanja wa mapambano. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV. Tukielekea katika eneo ya Kalemi, taarifa tuko nayo ndani ya Kalemi, marebere wanaendelea kuwa wengi zaidi. Waasi wale wasiojulikana wanaendelea kunyanyasa watu kutokea sokoni, kuendelea kunyanyasa ufugo watu na kupelekea katika mistuni. Hao waasi bado hawajajulikana. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV. Mimi mwenyewe ukinisikiliza naendelea kupasha habari ya ukweli na habari ya uhakika. Na kwa sasa kumbuka, ndani ya media ya Bukavu TV naendelea kuwapasha mara kwa mara, ukifanya subscribe, like, comment ili unionyeshe tayari uko pamoja na mimi. Kwa sasa kumbukeni tayari ndani ya waasi M23 wamepoteza kiongozi wao mkubwa zaidi, na kwa maswali mengi sana wale wazungu walitolewa katika mji wa Goma, au tayari wamefili vipi kuona tayari Koloneli Wilingoma amefariki kufatana na Gisi aliwakaripia katika mji wa Goma, akawaikalisha chini kama watoto. Kumbuka huyo mzungu moja alikaa chini akawekwa mikono juu hivi, akamwambia vous ne pas entrer dans un pays du Congo. Au mamala ule mzungu tayari kwenye yupo tayari anaangalia, anasema
Kuna maswali mengi anajiuliza, sitaki kumtamkia, lakini ngoja nikuulize. Ukiwa na mimi utaendelea kufuatilia mema kila mara Ukweli TV ndani ya Bukavu TV, na mimi mwenyewe nawapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama ni shabiki yangu, endelea kusupport, endelea kusubscribe. Nataka tufike kwa kweli, kesho tukue na subscribe 6,000. Kwa sasa tumefika 5,809. Tunataka kufika 9,000, 6,000. Naomba mwezi wa 3 tukue tumefika 7,000 tayari, kwa sababu tunaendelea muendelee kunipongeza, kwa sababu nikipost tu video hivyo tayari watu muone, kwa sababu nataka tuwe memba, tukue mashabiki wengi zaidi. Eka comment yako niambie uko sehemu gani, na kama unaendelea kunisikiliza usinekee comment za upumbavu hapo, usinekee comment za ujinga. Eka comment za watu wana akili. Eka comment za watu wanaelewa ni nini nazungumuza. Sitaki wale watu wasipojielewa. Unaelewa vizuri? Na kama usipojielewa ukiendelea kunifuatilia utajipata nao unaelewa katika harakati ama katika mambo ya dunia inaenda vipi. Utajipata nao unakuwa mtu mzima. Kuna watu wengine wako katika online wanaja kutusi watu lakini hajajichunguza. Watu wangu, hizo ni ndege zinaanza kupita sasa hapa Walikale, ndio hii. Niliwaambia mara kwa mara hapa mambo yanaendelea kupatikana nyingi zaidi. Kidogo tu niwakatie. Hii muda wetu wa usiku hapa kunaweza patikana mambo tofauti. Ndio hizo ndege hizi jameni. Ndio hiyo kabisa. Ndio hiyo kabisa naenda, ndio hiyo inaelekea. Mama yangu kidogo tu.